Habari mwana Azam FC, karibu tena katika kipindi chetu pendwa kinachokuletea habari na burudani za ndani na nje uwanja. Mwana Azam FC, katika kipindi chetu cha leo tunaangalia sehemu maalumu inayoangazia mchango mkubwa wa mashabiki wetu ambao wamekuwa bega kwa bega na timu katika kila hatua. Hawa ni mashabiki kindakindaki wakionyesha hisia zao juu ya timu yao na jinsi wanavyojivunia na kuendelea kuwa pamoja na timu yao wakati wote. Mwana Azam FC TV, bila ya kupoteza muda, kamera yetu kupitia timu ya Azam FC Media ilipata wasaa kuzungumza na baadhi ya mashabiki waliohudhuria katika mechi yetu ya Derby dhidi ya Yanga Sports Club. Hapa tulishuhudia hisia, furaha na mapenzi makubwa kwa timu. Bakari Isa kutoka uwanja wa kimataifa wa Benjamin Mkapa anatuletea yaliyojiri. Historia ya Dar es Salaam Derby ilipigwa hapa nyuma yangu muda sio mrefu. Ukikaa ukiona angalia video hii utaona mashabiki wa Azam FC jinsi gani walivyokuwa na shauku na imani kubwa na timu yao. Wanahakika leo kuchukua pointi zao 3. Beme Bola kutoka Azam FC TV, niko hapa kwa sababu ya kufanya kitu kimoja tu. Upate kuwasikia mashabiki wa Azam FC wanatamani kuona mpira wa aina gani, wanategemea matokeo aina gani. So kana mimi tuko na mashabiki mmoja mmoja Azam FC wako hapa kwa sababu ya kutuelezea. Niko na mashabiki wa Azam FC kama nilivyokuambia mara kwanza, wana shauku kuona nini ambacho kinatokea leo. Niko na ndugu yangu hapa. Mambo vipi kaka? Fresh kabisa. Uko fresh? Niko poa kabisa. Hivi jina lako ni bosi? Ni bosi nani? Upande anaitwa bosi mchezaji, yani upande mmoja bosi, upande mwingine mchezaji. Bosi mchezaji. Bwana niko na bosi mchezaji kama unavyomuona, upande mmoja ni bosi, upande mwingine mchezaji. Mambo vipi? Fresh kabisa. Uko fresh? Kabisa full time. Leo unajiandaa kuona mechi aina gani, kuona burudani aina gani? Nategemea kuona burudani yenye kuwa na mvuto sana kwa sababu Azam FC tuna kikosi kilichokuwa bora, tuna kocha ambaye yuko bora zaidi, kocha wa makombe. Kwa hiyo leo hii nategemea kuona mechi ambayo itakuwa ina mvuto zaidi kwenye mechi kati ya mechi zote za ligi kuu. Ukikaa hapa uwanjani ukiona jinsi wa mashabiki walivyojaa Azam FC, hii inakupa kitu gani? Inanipa hamasa na inanionyesha kwamba Azam FC inazidi kukua. Kila kunavyokucha vizazi vinazidi kuelewa kwamba timu bora ni ipi, kwa nini Azam FC ipo strong, kwa nini Azam FC iko katika misingi ya kimpira. Watu wanaelewa Azam FC inapata mashabiki wengi kila uchwao. Tunaye kocha mkubwa kabisa, kocha Ibenge, na ndio kocha mkubwa wa Azam FC. Leo yuko na kikosi full hapa kwa sababu ya mechi ya leo. Ukimwaza Ibenge, ukiwaza na Azam FC, unategemea nini kwa upande wa Ibenge, kwa upande wa timu? Ninapomwaza kocha Fly Ibenge, ninavyowaza klabu ya Azam FC, naona ni mabadiliko makubwa sana, ni improvement kubwa sana inakwenda kutokea kati ya Azam FC na Ibenge, kwa sababu Ibenge ni kocha wa makombe. Kwa hiyo msimu huu ni msimu ambao Azam FC lazima tuchukue makombe, lazima tuchukue kombe lolote, na msimu ujao hivyo itakuwa ni msimu wa makombe, kwa sababu Ibenge anajua namna ya kucheza mechi kubwa, anajua namna ya kuchukua ubingwa. Ukipata nafasi ya kupiga story na Ibenge, ukapewa nafasi ya kumuuliza swali moja au kumwambia kitu chochote kuhusiana na timu yetu ya Azam Football Club, ni kitu gani ambacho ungeweza kumwambia Ibenge kama unapata nafasi ya kuongea naye? Kwanza namshukuru kwa sababu yeye kubali kuja Azam FC, timu ambayo tumestruggle kwa muda mrefu bila kuchukua makombe. Ni ishara tosha ya kwamba alifungua moyo wake na akaja kuikomboa Azam FC. So mimi namshukuru kwa ujio wake Azam FC, na nitazidi kumpa moyo aendelee kupambana kuifundisha timu yetu, kwa set kikosi chetu kiwe bora zaidi, tuendelee kuwa bora kama hivi sasa. Naona creativity kubwa sana, ubunifu mkubwa sana kwenye mavazi yako. Huko umevaa jezi, huko umevaa suti. Hii idea
ilitoka wapi na inagharimu shilingi ngapi kuitengeneza, na toka umeanza kuvaa hivi ukikutana na watu maoni ya namna gani ambao unayapata? Okay. Kwanza huu ubunifu ni moja kati ya kazi zangu. Mimi ni fundi. Actually nimeanza kubuni mavazi nikiwa bado still young, na nakumbuka niliacha shule kwa sababu ya ubunifu. Nimejikita kwenye mambo ya fashion. Kwa hiyo idea ya kuja kwamba kutengeneza upande moja suti ambayo itakuwa inaonyesha bosi mchezaji ni kutokana na kikosi cha Azam FC. Kumbuka sisi ni matajiri. Azam FC ni matajiri, na pia inaita tafsiri kwamba bosi mchezaji inaanza katika hali ya michezo, kwa maana michezo ni burudani, lakini baadaye inabadilisha maisha ya watu. Ukiangalia wachezaji wa mpira ndio wachezaji ambao wanalipwa, yani ndio wafanyakazi wanaolipwa hela nyingi sana compare na ajira nyingi sana bosi mchezaji. Na pia maoni ya watu of course wanaipokea vizuri pindi utakapomwelezea maana, na pia wanafeel wao wanashangaa, wanafurahisha na appearance, wanaomba picha, wana appreciate hivyo. Nafurahi sana bana. Shukrani sana bosi mchezaji. Asante sana bana. Huyo ni bosi mchezaji, shabiki kabisa nguli wa Azam Football Club. Kila Azam unapokuepo lazima awepo, kama unavyomuona hapa anaitwa bosi mchezaji, upande bosi upande mchezaji. Beme Bola kutoka Azam FC TV. Bado niko uwanjani kwa Mkapa, bado niko kukupa update nini ambacho kinaendelea. So kana Azam FC TV kupata kile ambacho kinajiri leo kwa Mkapa. Kila mtu yuko kwa Mkapa kusudia Dar es Salaam Derby ya mwaka 2026 kwa mara nyingine tena. Uwanja wa Mkapa umejaa kinoma noma, mashabiki wa Azam wakiwa na vibe kinoma noma kwa sababu ya kuitakia kila laheri timu yao. Pembeni yangu hapa naye mshikaji wangu anaitwa Musa, shabiki kindaki wa Azam Football Club. Mambo vipi Musa? Bwana mambo poa. Uko fresh? Niko fresh kaka. Ukiangalia timu yako sasa hivi vizuri kabisa Azam FC, unatoka nje na kidari kabisa, unakuwa unavimba. Ni kwa nini unakuwa unavimba na kuwa na uhakika? Navimba sababu na kocha wa kimataifa hajawahi kutokea Tanzania. Kocha mwenye CV kubwa. Tunamuona mwenyewe hapo. AKA Benge. Jitu kubwa, jitu jeusi. AKA Dangerous. Musa, hii ni mfuko. Naona umevaa Salfeti Azam, umedesign vizuri kabisa, imekuwa suruale pamoja na shati yake na kila kitu na tai yake. Hii ubunifu umeanzia wapi? Nani alikushauri, idea ulipata wapi? Hii bana ni kutokana na mimi kuipenda Azamu na bidhaa zake. Ndio maana nikafanya ubunifu huu kudesign nguo hizi kama hivi yani. Unanijua? Ni mwenyewe natokea Mbezi kule, wananikubali kwamba huyu mzee wa Azam nini? Azam ni vitu original, hamna fake. Naona na gitaa lako umedesign vizuri kabisa. Yani kila kitu ni Azam, hamna fake, vyote original. Hii kwa haraka ina cost kama shilingi ngapi? Hapa blaza imenikosti kama 30,000 fulani. Umedesign timu yako? Design kwa fundi ukijumlisha gharama na usafiri kama 50,000 hivi. Tumezoea kuona magitaa kwenye masuala ya muziki, mastudio huko, lakini leo uwanjani umekuja na gitaa lenye logo ya Azam TV, Azam FC. Hili gitaa la maana gani kwenye mchezo? Hili gitaa nimekuja nalo kwa ajili ya burudani. Endapo mechi ikiendelea, mimi natoa burudani. Wewe ni mzuri sana kulichapa? Mimi ni mwanamuziki pia. Hebu chapa kidogo. Ngoja nichape kidogo. Hebu nichapie kidogo. Sawa. Kena bali zamba. Hapa sema kama zake zimelegea, lakini haina noma bwana. Asante sana. Bwana Musa kaja na gitaa kwa sababu ya burudani kabisa. Game kisha anachapa burudani. Bwana shukrani sana, karibu kwa Mkapa, karibu kushuhudia burudani. Okay, asante sana, tukutane kabla ya mechi. Bwana huyo ni Musa, umeona kama ulivyoona kavaa zake mkaa, yani ka design mfuko wa Azam, ka design vizuri kabisa, kapata suruale na koti lake. So hii ni bonge moja ya creativity kwa ndugu yangu Musa kwa sababu ya chama lake la Azam FC. Bado niko kwa Mkapa, kaa na sisi, kaa na Azam FC TV, utakuwa kwanza kushuhudia kile ambacho kinaendelea leo hapa uwanjani. Niko na mimi Beme Bola, yao. Sina haja ya kukwambia, lakini nyuma yangu unasikia vibe la mashabiki wa Azam Football Club wako hapa kwa Mkapa kwa sababu ya kusupport timu yao. Niko na mshikaji wangu Abdulaziz, huyu anatoka Azam, supporter, ni shabiki wa Azam kindaki. Mambo vipi kaka? Safi. Uko fresh? Fresh kabisa. Wewe huwa nakuona kila Azam unapoenda kufanya maangamizi, kila Azam FC inapoenda kucheza lazima uwepo. Nini ambacho huwa kinakusukuma kila Azam unapocheza unakuwepo? Kinachonisukuma ni upenzi wa timu. Mapenzi ya timu yale. Yaani mimi Azam iko moyoni yani, naipenda sana.
Na kila siku nakuona na kispika chako. Hivi mara nyingi game kama ikitokea Dar es Salaam derby kama hii ikitokea, tukishinda ama tukishindwa, wewe waga ni kwenye position gani? Ikitokea tumeshinda ama tumeshindwa? Mimi bado niko Azamu. Yaani speaker ni kwa ajili ya maoni. Yaani nikitumia speaker maoni yangu yanafika mbali, kila mtu anasikia. Inabidi turekebishe timu na makosa yanarekebishwa. Kikosi chako kimetimia na kocha wako mzuri kabisa na Ibenge. Unaamini kitu gani kutoka kwa kocha wako leo ambacho atakusurprise hapa? Ni ushindi tu. Ushindi tu. Hamna lingine. Hamna kingine. 100%. Tumeua. Haina noma Abdulaziz. Bana, shukrani sana. Mashabiki wa Azam Football Club bado wako uwanjani wanasherehekea, wana uhakika na ushindi wa leo na timu ya. Mambo vipi ndugu yangu? Safi ndugu yangu. Uko fresh? Niko fresh. Bana, nimekuona toka muda sasa unaiwinda hii mic. Asante sana. Hili ni vibe. Vibe niliokuwa nayo la ushindi. Hivi nilivyojichafua na ndio moyo wangu ulivyochafuka na mapenzi ya Azamu. Acha bwana. Ni sahihi kabisa. Una uhakika leo kuangalia burudani na uhakika leo burudani safi, pasi safi, pasi nyingi na magoli matatu. Goli la kwanza linafungwa na beki, goli la pili kiungo, goli la tatu forward. Ulivyotoka nyumbani, mama watoto kamwambia leo narudi na ushindi ama narudije? Narudi na ushindi na mwenyewe yuko live ananiona. Hana shaka na kweli. Anajua sio dhambi, anajua kabisa. Kabisa leo uhakika. Leo uhakika. Haina noma ndugu. Unapata chakula ongeza daku nyingi. Utakuja na wageni. Sasa kula daku peke yangu japo usiku. Kwa leo narudi na furaha kabisa. Na furaha kabisa, mashabiki wangu tunaenda kula daku. Bana, shukrani sana. Nimeona umejiweka alama Azam FC. Ni mapenzi ya timu yangu. Mapenzi ya timu yangu. Yaani nilipochafua ndio hata moyo wangu umechafuka na Azam hivyo hivyo. Uniambii, mimi silisishwi. Mimi natafuta mwenyewe, napenda mwenyewe. Kupenda Azam sio dhambi. Na kuna timu inakosa mashabiki. Kila timu ina mashabiki. Kwa burudani leo. Burudani kabisa. Bulbul. Labda timu bora, Misaba bora. Azam si timu ya Balesa. Timu bora. Bidhaa bora. Bana, haina noma. Wewe ni mshikaji wangu yuko hapa, shabiki wa Azam FC. Mbona kajichafua mwenyewe kwa vibe na furaha ya timu yake ambayo leo inachoenda kukifanya hapa kwa Mkapa. Beme Bola bado niko nazunguka kukupa updates. Usikae mbali na Azam FC TV kupata kile ambacho kinatokea leo. Ni noma sana Azam FC. Mashabiki wana vibe kinoma noma. Niko uwanjani hapa, unaona watu wanakula na burudani. Kigoma kinaendelea. Bana, mambo vipi? Fresh kabisa. Uko poa? Niko poa. Mimi na maswali mawili. Leo umejiandaa kuona burudani aina gani? Leo nimejiandaa kuona burudani ikitolewa hasa kwa timu yangu bora sana ya Azam Football Club. Nimekuja kuenjoy mpira, nimekuja kuenjoy kila aina burudani kutokana na wachezaji. Kwanza tumejiandaa bonge la timu, bonge la brand. Kwa hiyo tunakuja kuenjoy bonge la mpira hapa. Na mashabiki tupo wengi sana, tumekuja kuona hiyo ladha ambayo timu yetu leo inatupatia. Ukimwangalia Ibenge, ukiangalia na timu yake, yani Ibenge anakuambiaje moyoni kwamba leo kuna nini? Yani kimwangalia Ibenge naona kwamba ni bonge la kocha, ni kocha ambaye anakuwa na mbinu nyingi sana hasa za kuamua mechi kubwa na zile mechi za kimkakati zaidi. Hasa leo sisi tumejiandaa kwenye hii mechi ya kimkakati, tuchukua alama 3 na magoli ya kutosha. Ni hilo tu, wanachamazi tunamfurahi. Asante sana. Ulivyotoka nyumbani umeagaje? Nimeaga kuja kuchukua pointi 3 hapa. Au si? Haina noma. Bwana katoka Dudumbani kaaga leo kuchukua pointi zake hizi. Azam FC leo ni burudani mwanzo mwisho. Leo hamna kupoa wala hakuna kuboa. Watu wanasubiri kuona burudani iliyokuwa imevuka kiasi, burudani moja ya tofauti. Leo ni Dar es Salaam derby nyingine tena kwa mwaka 2026. Niko na ndugu yangu hapa. Mambo vipi? Bwana, kama kawaida mimi kwa Sony jua bwana, naitwa Nakamtu Comedian, ni mshabiki kindaki wa Azam FC. Mimi niko poa kabisa na naisubiri mechi kwa hamu. Wewe ni shabiki wa Azam kindaki kila sehemu tunakuepo wote. Leo umejiandaa kuona burudani ya aina gani? Umejiandaa kuona performance aina gani kwa leo? Bwana, mimi nimejiandaa kuona mchezo mzuri kwa sababu pia tuna kocha mzuri. Tuna kocha Ibenge, umeona bwana, Ibenge ana baya. Na uzuri wa Ibenge ni mtu ambaye anapenda mashabiki. Sio wachezaji tu, hadi mashabiki pia. Na maana yeye akifanya ufundi wake kwa wachezaji na kwa mashabiki pia anataka aone ufundi vile vile kwenye kushangilia, kuisupport timu. Mimi nasemaje? Wao wanajiita wakubwa, sisi wenyewe wakubwa vile vile. Sasa hii tembo kanya kwenye chungu. Tembo kanya kwenye chungu. Wewe ni shabiki wa Azam, ukienda ukaangalia hii outfit yake, kakupigia msuli, kakupigia kikoti, alafu kakupigia ndani jezi original kabisa ya Azam Football Club. Bwana, hii ina maana gani? Bwana, siku zote kwenye timu yoyote kubwa wakosi wahenga, wakosi mababu. Sisi tumeelewa bwana. Wenyewe ni mababu wa timu. Hata hii pia sisi tumetanguliza mababu na sisi ni mababu wa timu. Nasema kwamba timu hii kwanza, wazee ndio kila kitu. Sisi tumeelewa, wazee kwanza. Lazima wazee. Huwezi amini, sisi tangu jana
steward wako hapa, wapo hapa nalinda uwanja, na chengine pia wamekutana na wazee wa hapa. Unajua hapo Benjamin Mkapa kuna wazee wa hapa. Wapo wazee hapa. Kwa hiyo cha kwanza wazee kwanza, sapoti, hamasa iwe kubwa. Na ndio maana leo umeona huu wingi wa mashabiki wa Azam FC. Tuko hapa kwa ajili ya kuisupport timu. Kwa wazee mlishaicheza mechi kabla, sasa hivi unamalizia au inakuaje? Mapema sana. Yaani unapoona hivi sio kujichora tu. Yaani unapoona hivi tunaenda pia na kwengineko. Bwana huko Msuli kwa wenyewe huko Mtuba huko na vitu ndani. Huu Msuli ndugu yangu una kitu ndani. Acha bwana. Una kitu ndani. Uhakika kabisa. Taratibu wewe, taratibu wewe. Tukitoa tunaua. Unaua kabisa. Na niwaambie tu mashabiki wa Azam FC, hii mechi ni kubwa sana. Katika dabi ambazo huwa nipendwa, Azam FC na Yanga, Azam FC na Simba. Hizo ni dabi moja kubwa sana ambazo zinasubiriwa kwa hamu. Sio, umeelewa? Bwana shukrani sana. Babu. Naam, mambo vipi? Hebu niamkie kwanza. Shikamoo babu. Una adabu bwana. Shikamoo babu. Marhaba mjukuu wangu. Uko salama? Salama kabisa. Unafunga? Bwana, swaumu leo cha 33. 33. Leo unategemea kuona burudani aina gani hapa kwenye Dar es Salaam Derby Yanga na sisi? Kiukweli kabisa burudani ya leo tunategemea kuona burudani kubwa sana, kwa sababu tangia uje wa kocha wetu mkubwa kabisa, kocha Ibenge, tunaona timu imebadilika, timu ina morali, inacheza, inapambana. Kila mchezaji ambaye anapata nafasi kwenye kocha Ibenge anaonyesha ile morali yetu. Tunaona kabisa wachezaji sasa hivi wanaipambania nembo ya klabu yetu. Kwa hiyo naona kabisa burudani ya hapa leo itakuwa kubwa, hususan sisi ndio ni wenyeji. Kwa hiyo tumejipanga kutoa burudani ndani ya uwanja na nje ya uwanja kama unavyoona mambo huko. Bwana haina noma, mimi nasema shukrani bwana. Hii vipi? Hii design nimependa. Bwana, hii style hatari sana. Unajua nikwambia kitu kimoja, hakuna kijiji kinachokosa wazee. Na sisi ndio tunawakilisha wazee. Wanasema Azam FC ni timu ya vijana, lakini wazee tupo baba. Mnafanya kazi yetu. Na tunafanya kazi yetu. Bwana shukrani sana. Game inaenda kuanza muda sio mrefu, tuko kwa Mkapa. Tunaenda kuiangalia Dar es Salaam Derby ya mwaka 2026. Pembe bora cha kufanya, usitoke kwenye timu yako, usitoke kwenye TV yako, usitoke kwenye channel yako ya Azam FC TV kuangalia burudani yote ya leo. Pembe bora kana Azam FC TV. Azam wakiwa wanafahamu mbele yao kuna mtihani mkubwa, mabingwa wakiwa na kumbukumbu katika michezo miwili ya mwisho. Habari mwana Azam FC TV, bila shaka umefurahia kuona namna mashabiki wetu walivyokuwa bega kwa bega na timu yetu, wakitoa nguvu kubwa kuhakikisha wachezaji wetu wanapata moyo wa kupambana vikali ndani ya uwanja. Mwana Azam FC sasa nakuletea sehemu muhimu zilizokuwa na mvuto mkubwa katika mechi hii ya kihistoria. Unapomuona ana mpira Akamin kwenye himaya ya Depu, lakini umekwenda nje. Yeson Fuentes, ili Nado anapita na mpira anaacha pasi ya 19 ya njano kwa upande wa Azam FC kwenye ligi kuu msimu huu. Alifahamu kama angemwacha Mdathiri haya apate utulivu zaidi wa kutafuta nafasi, ingeweza kumpa nafasi ya kufunga bao, lakini pia ni nafasi ambayo ametengeneza Kibeku wakati ambao kitambara bora akiwa Faisal Zidane na Faisal Salum walipigiana pasi na kuwekeana mabao kazi ilipoanzia, lakini hapa Juki Abuya alikwenda kutumia nguvu zaidi kwa upande wa Zidane. Zidane Sereli alivutwa, yes. Anafahamu Dube kafanya kazi nzuri sana, lakini mpira wa pili Mdathiri haya katika eneo la ikawa iko imara na bora zaidi, wakati ambao Ibenge anaendelea kuhimiza nyota wake. Mpira mrefu ule Idi Suleiman Nado yeye na Isra Mwenda mbele yake. Nado anaitenga. Pascal Msindo Gaudens anaujaza, umepita upande wa pili. Mwekenda amenyanyua mpira ule unapita langoni. Azam wameonekana kuonekana katika mchezo katika maizi, na umetaja mtu kama Jeff Kitambara bora mipira juu aweze kuitumia. Umechezwa mpira kwa kichwa. Nado anapita. Faisal Fei amekataa kwenda chini. Faisal anaujaza ndani. Ni mara ya tatu Mwamnyeto anakuta katika nyakati ambayo sio njema kama mlinzi wa Cyprus. Faisal Salum Abdallah Fei Toto alinyosha hii akimtafuta Jigi Jara Zidane Sereli. Yes. Angalia Imidi Mao alikwenda. Yes.
kwa sahihi line 1 kwenda kunawa Tuki Abuya. Faisal mbele ya watu wawili akitamani kupita, moja kati ya viungo bora ambao wanafahamu Yoro Diaby akuruhusu ubaki na eneo kubwa la kutakata. Napita Zuzwa anapita, anakataliwa. Max Nzengeli lakini amekuangalia ile ball control, balance yake imekuwa ni nzuri sana katika nyakati kama zile. Azam wanamhitaji nyota kama Faisal Salum ambaye ataweza Manengo anapokwenda kuingia kwenye nafasi nusu kwenye half space, anampa nafasi Mwekenda kwa maana ya Kachani ya Algeria. Sasa sijui kama hapa wanakumbukana au vipi. Kama kuanzisha safari ile. Physical fitness nzuri sana ya Azam imekuwa ni sehemu yao kubwa ya kinaangalia Baka alivyokwenda kureact kwa kudhibiti kabisa. Kosi cha Chris Zanzibar hapa alikuwa anakwenda hata kuweka mpira kati, lakini Duke Abuya akafanya foul. Fei Toto akaangukia kwenye miguu ya Pedro. Mwana Azam FC, mchezo wetu ulimalizika kwa sare ya bila kufungana. Hakika tumeshuhudia burudani kubwa na ushindani uliosisimua mashabiki wa pande zote mbili. Huyu hapa kocha wetu mkuu Ibenge anatueleza kitaalamu jinsi ambavyo mbinu zake zilivyofanya kazi katika mchezo huu. It wasn't easy game we play. It's younger, but we didn't create. We could create more possibilities, but when you see when we keep the ball, it was easy for us. And if we can do that against the best team of Tanzania, I think we have possibility to improve again. So we are going to start the first half leg. The first leg, and after that, the second one, I hope it will be better. And it was a high-level game, so I'm happy. A bit regrets because we didn't create more possibility to score, but don't forget we play away. So when you can win, you don't have to lose. So we did it, and we go on. We make our road, and we are going to take a good recovery and to go to play in Kigoma. Najisikia vizuri na mchezo ulikuwa mgumu. Yanga wana timu bora, wana wachezaji wazuri, kwa hiyo wametupa mechi nzuri. Kupata alama moja kwetu sio mbaya, pia nzuri. Kwa hiyo ndio maana mchezo kwa mgumu, umekuja kwa nidhamu na sisi tumeenda kwa nidhamu, kwa hiyo tukugana alama moja ni jumla moja ya mchezo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Mchezo ushaisha, tunaangalia michezo ya mbele ambayo iko mbele yetu. Next game waje kwa wingi uwanjani, waje watushangilie, ni timu yao, waje kujipa nguvu, uwepo wao uwanjani, sisi tunatupa nguvu kupambana na kufanya vizuri katika michezo ambayo iko mbele yetu. Performance ya timu ilikuwa ni nzuri, kila mchezaji amejitoa, amepambania nembo ya club. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kupata alama moja. Mwana Azam FC, ni matumaini yangu umefurahia burudani safi tuliyokuandalia. Tukiachana kidogo na Dar es Salaam Derby, sasa tugeukie upande wa Dodoma. Sasa tupo Dodoma. Timu ya masoko ya Azam FC ikiambatana na viongozi wengine kutoka klabuni walipata wasaa wa kumtembelea Bwana Fadhili, mkurugenzi wa Arena Lodge. Hapa ni nyumbani kwa michezo. Mbali na kujenga arena ya michezo kwa kushirikiana na timu ya masoko ya Azam FC, alitoa eneo lake kusimikwa bendera ya Azam FC, ikiwa ni ishara ya makubaliano ya eneo hilo kujengwa tawi kubwa la Azam FC siku za usoni. Namshukuru Mungu kwa mashabiki wa Azam FC kufika Dodoma salama, lakini vile vile nimefarijika sana kwa sababu sikutarajia vibe la watu wa Azam na nyimbo zao, hamasa. Kwa kweli nimeshawishika sana. Kwa hiyo huu ni mwanzo wa kuelekea kwenye uzinduzi wa tawi kubwa la Azam Arena Lounge, siku ambayo tutakuwa tumeipanga hapo mbeleni, lakini hii ndio safari tumeianza kuja kufungua tawi kubwa hapa. Kwanza unaona kabisa hii jezi OG. Yaani unaona kabisa hakuna fekero. Unaona kabisa. Sio unaona mzee jezi ya Ibenge hapa nimetandika.
Kubwa zaidi ni ile ziara yetu ya kimauzo na masoko ambao tulikuwa katika mji tunasema makao makuu ya Tanzania Dodoma. Sasa katika harakati zetu za kimasoko tulipita Nzuguni, kwa hiyo tukaona bendera yetu inapepea, basi tukaona sio mbaya tukawasalimie wenyeji. Tukamkuta mwenyeji mkurugenzi Mr. Fadhili na amefurahia jezi zetu bora kabisa za Azam FC. Kutoka kanda ya kati Tanzania, Idodomia. Kutoka Dodoma makao makuu ya Tanzania, hatuna la ziada kwa sasa. Ungana nasi kila wiki siku na wakati kama huu ili upate kujua mambo mengi zaidi kuhusiana na timu yetu pendwa Azam FC. Kumbuka, Azam FC, timu bora, bidhaa bora. Asante kwa kutazama Azam FC TV.